Timu Kasala wote nawashukuruni sana kwa kuja, lakini pamoja na hilo nina mambo matatu ya kuweza kuzungumza. Jambo la kwanza, tufanye kazi kwa bidii. Jambo la pili, kuheshimiana kwa kila mmoja wetu, kwa sababu tunapoongelea Kasala sio mtu mmoja mmoja, bali ni timu nzima tulionayo. Mnaelewa majukumu yetu kwa ujumla. Kwa hiyo hakuna haja ya kumuelezea kila mmoja mmoja wetu katika meza hii. La mwisho na la tatu, tumpende sana Mwenyezi Mungu, lakini pia tuwapende wale ambao wanaona tunastahili kwenda nao. Tujaribu sana kufanya kazi kwa bidii, maana kazi ndio msingi wa kila kitu. Tusifanye kazi kwa majaribio, badala yake tufanye kazi kwa kujitoa. Kazi ndio kila kitu katika maisha yetu. Mimi kama Kasala ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Kasala, nipo kwa ajili ya kuwasikiliza, nipo kwa ajili ya kuwasupport kwa jambo lolote lile, kwa ajili ya kuhakikisha kesho yetu inakuwa bora zaidi kuliko leo. Hivyo basi, kwa nafsi yetu na mioyo yetu, tukae tukielewa kwamba namna gani kazi za kufanya, kwa sababu kazi ndio msingi wa kila kitu katika maisha yetu ya duniani. Tukumbuke sana kusali, lakini tukumbuke pia na kazi zetu. Tuheshimu kazi zetu na ofisi zetu ambazo tumepewa dhamana ya kuzisimamia na kuzifanyia kazi. Baada ya machache, leo nataka niwakumbusheni siku yangu ya kuzaliwa. Mungu leo kanitoa siku nyingine, mwaka mwingine kunipeleka mwaka mwingine. Kwa hiyo ninawaombeni sana, haikuwa kazi rahisi. Ninawapendeni sana kwa sababu ya jambo moja tu, tumeshirikiana kwa kila kitu na kila hali. Familia inanitegemea, naishukuru, na watu wengine pia wananitegemea. Mimi sasa hivi ni mtu wa watu, sio wa familia peke yake. Ninashukuru familia nzima ya Kasala. Sio mke, sio nini, lakini nashukuru familia nzima ya Kasala. Nikiongelea familia, yumo mke, yumo wazazi, yupo watu wote tunashirikiana katika kazi. Kwa kipekee kabisa niseme tu, ninawashukuruni nyote, familia pamoja na watu wanaonizunguka wote kwa pamoja. Nawahakikishieni kwamba ninawapenda, nawahitaji, tushikamane kwa pamoja. Tupendane kwa kila hali, tupambane kwa ajili ya maisha yetu. Zipo aina nyingi sana za siri, lakini siri namba moja katika nchi yetu ya Tanzania ni kuheshimu viongozi wetu wanaotuongoza. Lakini ukitaka siri nyingine, kwa sasa hivi siwezi kusema kwa sababu moja, naheshimu umati huu, lakini nawakaribisheni wote kwa ajili ya kupata siri moja ya ambayo mimi imenifanya nifikie hapa. Lakini kubwa zaidi, napenda kuwaasa katika timu ya Kasala yote ambayo tunaiongoza, tunashirikiana katika kibiashara, ni kwamba hakuna jambo zuri na jepesi kama kuheshimu viongozi wa nchi. Lakini pia napenda kuwaseni kwa jambo la mwisho kabisa, tuheshimu sheria za nchi.